Naibu waziri wa mambo ya nje nchini Marekani anayeshughulikia masuala ya kisiasa amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Dhabi Kombo kwa ajili ya kufanya mazungumzo muhimu yaliyolenga kujadili maendeleo ya mahusiano rasmi yaliyopo kati ya mataifa hayo mawili. Kupitia ujumbe uliosambazwa katika ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa X, kiongozi huyo wa Marekani alieleza kuwa pande hizi mbili zimejadili hatua madhubuti za kulinda uhuru wa dini pamoja na uhuru wa raia kujieleza. Aidha, mazungumzo hayo yaliguzia ukamilishaji wa mikataba mbalimbali ya kibiashara inayotarajiwa kuleta manufaa ya kiuchumi na maendeleo ya jamii kwa nchi zote mbili, hatua inayokuja wakati mahusiano kati ya Washington na Dodoma yakiwa yamepita nyakati tofauti za kidiplomasia katika kipindi cha hivi karibuni. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Marekani ulianza kuingia kwenye kipindi kigumu mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka wa 2025. Msingi kuu wa kudorora kwa mahusiano hayo ulikuwa ni kuibuka kwa madai mazito yanayohusu ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizaji mkubwa dhidi ya wanasiasa wa vyama vya upinzani pamoja na namna vyombo vya usalama vilivyoshughulikia maandamano ya wananchi yaliyofuatia baada ya mchakato huo wa uchaguzi. Kabla ya kufanya kwa uchaguzi huo, serikali ya Marekani kupitia ubalozi wake uliopo jijini Dar es Salaam ilikuwa imetoa tahadhari mapema ikieleza waziwazi wake mkubwa kuhusu mazingira ya kisiasa na usalama wa jumla nchini Tanzania kuelekea siku ya upigaji kura. Baada ya kukamilika kwa uchaguzi huo wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa rasmi kwa mshindi wa kiti cha urais, matokeo ambayo yalipingwa vikali na vyama vyote vikuu vya upinzani nchini. Wakati huo, mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu pamoja na waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi walitoa ripoti zilizoonyeshwa matumizi makubwa ya nguvu kupita kiasi yaliyofanywa na vyombo vya dola dhidi ya raia waliokuwa wakiandamana kupinga matokeo haya. Katika hatua za mwanzoni mwa mgogoro huo zilizojiri mnamo miezi ya Novemba na Disemba mwaka 2025, serikali ya Marekani ilitoa matamko rasmi ya kulaani vifo na majeraha yaliyowapata raia wakati wa maandamano. Matamko hayo pia yaliguzia kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, kuzuiliwa kwa uhuru wa kujieleza na ukandamizaji wa vyombo vya habari pamoja na hatua ya serikali kuzima kabisa huduma za intaneti katika baadhi ya vipindi vya baada ya uchaguzi. Kufuatia matukio hayo ya tarehe 4 Disemba mwaka 2025, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza rasmi kuwa inafanya mapitio ya kina ya mahusiano yake yote ya kidiplomasia na serikali ya Tanzania, jambo lililotafsiriwa kama ishara kubwa ya kudhibitishwa kwa serikali ya Washington. Hatua kubwa zaidi ya kiutendaji ilikuja mapema mwaka 2026 ambapo Marekani iliweka vikwazo vya kusafiri kwa baadhi ya maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la polisi la Tanzania na kuwazuia kuingia nchini Marekani kutokana na kuhusishwa kwao na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu baada ya uchaguzi. Marufuku hiyo ya utoaji wa visa vya usafiri ilikuwa ni ujumbe wa wazi kutoka Washington kuwa maafisa wote wanaohusika na ukandamizaji wa kisiasa watawajibishwa moja moja kibinafsi kwa vitendo vyao.
Hali ilizidi kuwa mgumu mnamo mwezi Mei mwaka wa 2026 wakati maseneta wa Marekani Jocelyn akishirikiana na Ted Cruz walipowasilisha rasmi mswada mpya wa sheria bungeni dhidi ya serikali ya Tanzania. Mswada huo uliopendekeza kufanyika kwa tathmini mpya ya kina kuhusu uhusiano wa jumla kati ya nchi hizi mbili, kufanya uchunguzi wa kiintelijensia na wa kiwango cha juu kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokea baada ya uchaguzi, pamoja na kuwepo kwa uwezekano wa kuongeza vikwazo zaidi dhidi ya viongozi wengine wa serikali. Mapendekezo haya yalijumuisha uwekezaji wa vizuizi vya visa na kufungia mali zote za viongozi hao zilizopo nje ya nchi ikiwa itathibitika walihusika katika ukandamizaji wa kisiasa wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka wa 2025. Marekani vilevile ilielezea kuwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusu mauaji ya raia, ukandamizaji unaoendelea dhidi ya demokrasia na ya upinzani, vizuizi vya uhuru wa dini na kujieleza, na namna mambo hayo yanavyoweza kuathiri uwezekano mkubwa wa makampuni ya Marekani nchini Tanzania. Maseneta hao waliofafanua kuwa Tanzania ilionyesha mwelekeo wa kurudi nyuma kidemokrasia na kusisitiza kuwa Washington haiwezi kupuuza kabisa mazingira hayo. Ndani ya mwezi Juni mwaka 2026, wabunge na viongozi mbalimbali nchini Marekani wameendelea kuweka shinikizo kubwa wakiitaka hatua kali zaidi za kiuchumi na kidiplomasia zichukuliwe ikiwa Tanzania haitafanya mageuzi ya kweli ya kisiasa na kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio yote yaliyojiri baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa upande mwingine, msimamo rasmi wa serikali ya Tanzania umekuwa ni kukataa na kupinga vikali madai hayo yote ya ukiukwaji wa haki za binadamu, huku ikisisitiza kuwa changamoto ama mchakato mzima wa uchaguzi mkuu ulikuwa wa halali, huru na wa haki. Serikali imeeleza kuwa hatua zote za usalama zilizochukuliwa na vyombo vya dola zilikuwa na lengo la kulinda amani, utulivu na usalama wa nchi, na kwamba baadhi za ripoti zilizotolewa na mashirika ya kimataifa zimekuwa zikizidisha ukubwa na uchumvi kwenye matukio yalitokea ili kuharibu taswira ya nchi. Viongozi kadhaa wa ngazi za juu wa serikali ya Tanzania wameweka wazi kuwa nchi yao ni taifa huru lenye mamlaka kamili na haitakubali kabisa shinikizo lolote kutoka kwa mataifa ya nje kuingilia masuala yake ya ndani ya kisiasa au ya kiutawala. Licha ya kuwepo kwa misukosuko hii ya kidiplomasia, mahusiano ya kiusalama na kiuchumi bado yanaendelea kuwepo kwa viwango fulani kati ya serikali ya Marekani na Tanzania, kwani Washington haijasisitisha rasmi ushirikiano wake wote na nchi hii. Hata hivyo, bado kuna mapitio makubwa ya sera na shinikizo endelevu ya kisiasa kutoka kwa viongozi wa Washington, huku uwezekano wa kuwekwa kwa vikwazo zaidi ukiwa bado upo iwapo mswada uliowasilishwa na maseneta bungeni utaendelea kupitishwa na kuwa sheria kamili. Mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Waziri Mahmoud Thabit Kombo na naibu waziri wa Marekani yanaonyesha jitihada za kidiplomasia zinazofanyika katika kujadili masuala hayo magumu ya uhuru wa kujieleza, uhuru wa dini, pamoja na masuala ya makubaliano ya kibiashara yenye tija